Namna gani pale, namna ni ile ile. Uko live kwenye Amplifier Clouds FM, Frida Amani Millard hayo. Hapa ndi mahali ambapo utapata kila kitu ambacho ni cha muhimu kwako. Yeah. Sasa hivi ni mida page namba 2 kwenye Amplifier. Na page namba 2 kwenye Amplifier leo inatokea Kenya. Ni habari ambayo inamhusu mwanamke wa Kenya ambaye amekamatwa kule Vietnam akiwa na dawa za kulevya. Reporter wa Amplifier pamoja na IOTV Mika Ndaba amekuwa anaifuatilia hii taarifa kwa undani zaidi, kwa ukaribu zaidi. Na tunampigia simu sasa hivi kujiunga naye atuambie wamefikia wapi. Hello. Yes, Mika Ndaba, mambo vipi? Salama, vipi hali Millard? Bana, mimi niko safi kabisa, karibu kwenye Amplifier. Naam. Ya hii taarifa ya Mkenya Margaret Nduta kutakiwa kunyongwa kule Vietnam imefikia wapi kwa sasa? Na kwa ufupi tu, mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza anaisikia, ni habari ambayo ilianzaje? Hii habari imekamata headlines hasa huko Kenya, lakini pia kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Yeah. Baada ya mwanadada Margaret Nduta ambaye ni raia wa Kenya, kwa familia yake imesema kwamba ni safari yake ya kwanza kupanda ndege kuelekea mataifa ya nje, na hawakujua rasmi anafanya shughuli gani. Kwa hiyo baada ya muda wakapata taarifa kupitia mitandao ya kijamii ya kwamba ndugu yao Nduta amekamatwa na yupo nchini Vietnam kwa kosa la kukutwa ama kuhusika na dawa za kulevya. Na dawa zenyewe zikatajwa kwamba ni aina ya cocaine. Kisha baadaye rasmi nchi ya Vietnam ikatoa taarifa kupitia mahakama ya kwamba raia huyo wa Kenya amefikishwa mahakamani na amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Okay, alipewa koti na nani hilo? Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali ambazo pia zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo pia raia wa Kenya wanaiomba serikali yao pengine ifuatilie zaidi kujua muhusika mkuu, na yapo majina ambayo yanatajwa ni kwamba kuna raia mwingine wa Kenya, mwanamke ambaye anadaiwa kwamba ndiye aliyefanya mchakato mzima wa safari ya Nduta kutoka nchini Kenya kwenda Vietnam, lakini pia ilikuwa safari yake kuelekea Laos, lakini baadaye kairishwa kwenda Vietnam, ya kwamba alipewa koti ambalo hilo koti inasemekana kwamba lilikuwa na dawa za kulevya. Lakini kwenye utetezi wa Nduta akiwa mahakamani alisema kwamba yeye hakufahamu koti lilikuwa na kitu gani, lakini koti ndio lililokutwa na hizo dawa za kulevya aina ya cocaine. Na kisha baadaye baada ya upekuzi ikaonekana kwamba mzigo umebebwa kwenye koti, basi yeye akajikuta anaingia hatiani pasina kujua lolote, kwa mujibu wa utetezi wake akiwa mahakamani. Zilikuwa zina kama uzito gani? Dawa za kulevya zilikuwa na uzito kama wa kilogramu 200 ambazo zimeingizwa kwenye koti. Kilogramu 2 ambazo zilipangwa kwenye koti hilo. Okay. I say, na kinachoendelea kwa sasa hivi ni nini? Baada ya makelele kuwa mengi na raia kujitokeza na jamii kwa ujumla sasa kushtushwa na taarifa hiyo, na mbaya zaidi kwamba Vietnam kule Nduta hakuwa na wakili, na mahakama ilishatoa hukumu kwamba anyongwe hadi kufa, na ilikuwa anyongwe wiki iliyopita, kwa maana Jumatatu, na watu wakawa wameandaa msiba nyumbani kwao wakisubiri kwamba hatima ya ndugu yetu ni kunyongwa tu, basi tuandae matanga, na kweli wakawa wameandaa matanga. Sasa serikali ya Kenya ikasikia kilio, na kupitia katibu mkuu wa Kenya ambaye ni Korir Siong'ei, yeye alitumia ukurasa wake wa X, zamani ukijulikana kama Twitter, kutoa taarifa ya kwamba serikali ya Kenya kupitia wizara ya mambo ya nje imethibitisha kwamba kuna timu ambayo imetumwa Vietnam kwa ajili ya kushughulikia pengine kidiplomasia zaidi, lakini pia kukata rufaa juu ya hukumu hiyo, na wamewasilisha mawakili kule pengine kuona mchakato gani unafanyika ili kunusuru maisha ya Nduta na pengine adhabu yake ije nchini Kenya na asinyongwe akiwa kule, baada yake aje kutumikia adhabu nchini kwake. Walivomkamata Naam, mpaka ikafikia hatua ya yeye anapaswa kunyongwa.
Sasa hivi wamemwachia, yani wamefanya nini? Wameruhusu njia ya hawa Kenya na yeye arudishwe huku Tanzania, arudishe Kenya. Sasa kitu ambacho kimefanyika baada ya timu ya mawakili na timu ya viongozi wa kidiplomasia ikiwemo ubalozi wa Kenya nchini Vietnam kutumika pia, wametumia njia kwanza ya kimahakama, maana ile kesi sio ya kidiplomasia, ni kesi ambayo imetolewa hukumu mahakamani, imesikilizwa pande zote na ndio kufikia hatima ya kwamba huyu bwana amekutwa na dawa za kulevya, anyongwe hadi kufa. Sasa kutokana na shughuli yenyewe imeendana na mfumo wa kisheria, hakuna namna ya kuepuka mahakama. Hivyo timu ya serikali ya Kenya imetumia kwanza njia ya kimahakama, kwa maana wameanza na kukata rufaa, ambapo rufaa yao imekubaliwa na itaanza kusikilizwa muda wowote kuanzia juma hili ambalo limeanza la Jumatatu, na pengine kwenye mchakato wa rufaa ndipo itatafutwa nafuu ama shifaa, pengine kupenyeza na diplomasia kwamba pengine hukumu itakayotolewa, basi tunamuomba mtu wetu arudi nchini kwetu na kisha mambo mengine yaendelee. Kwa sababu moja kati ya hoja ambayo imeibuliwa ni kwamba Nduta wakati anahukumiwa hakuwa na wakili, na pengine hata lugha ambayo imetumika kule hakuielewa. Kwa hiyo hata utetezi wake haukuwa ule ambao umenyoka. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sababu ambayo wengi wameipazia sauti, inaweza ikasaidia katika kumfanya ile adhabu isitekelezwe dhidi yake. Okay. Kitu kimoja cha mwisho ambacho nahitaji kufahamu, wakati Nduta anachukuliwa Kenya, aliambiwa anasafirishwa kwenda kufanya nini? Na je, ndugu zake walikuwa wanajua kwamba ameondoka kwenda kufanya nini? Ndugu wa Nduta kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya nchini Kenya hawakujua kwamba anaenda kufanya nini, na ilikuwa ni safari yake ya kwanza. Lakini pia kingine, Nduta katika maisha kuna mambo mengi, kuna vishawishi vingi. Inasemekana kwamba kuna biashara ambazo zimekuwa zikifanyika, zile za wanaita biashara haramu za kuwasafirisha watu, kwamba bwana nenda sehemu ukafanye kazi, kuna hiki na hiki utalipwa ujira wa kiasi fulani. Kwa hiyo Nduta inavyosemekana ni miongoni mwa wale ambao walichukuliwa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, na pengine inasemekana alishatafutiwa kazi huko. Lakini sasa kwenye safari yake, kwa sababu ni mgeni na ndio safari yake ya kwanza, akaona tu chochote unachopewa na kibeba ni halali. Hakujua hata kama kuna mazingira gani ya kukaguliwa ama nini. Kwa moja kati ya vitu ambavyo alibebeshwa ni koti hilo ambalo linasemekana ndio lilikuwa na hizo cocaine takriban kilo 2, na yeye hakujua kwamba uzito huu wa koti labda na koti jingine likoje ama nilikague. Hakuwa na mawazo hayo. Okay. Badala yake alifunga safari na kumkuta akiwa yupo katika gereza la Ho Chi Minh kwa sasa huko Vietnam. Asante sana Mika Ndaba kwa ripoti yako kwenye page namba 2. Shukrani sana. Huyo ni reporter wa Amplifier pamoja na IOTV kwenye habari za mahakama. Amespecialize kwenye habari za mahakama, Mika Ndaba, kwenye sub ya Amplifier page namba 2. Vietnam wanasema ni miongoni mwa nchi ambazo hazitanii kwenye masuala ya hukumu za kunyonga watu. Japokuwa ripoti zao ama rekodi zao haziwekwi wazi sana, wanasema kwa mwaka 2000 kuanzia August 6 mwaka 2013 hadi June 30 mwaka 2016 Vietnam walikuwa wamenyonga watuhumiwa wafungwa 429. Hatari, yani ukijikanyaga umeisha. Yes, na ambao wamewahi kuhukumiwa kwenda jela, kwa mfano katika miaka 2011 hadi 2016 walihukumiwa kunyongwa watu 1134 katika miaka hiyo mitano, 2011 mpaka 2016. Rekodi zao zinaonekana hazisambazwi sana au haziwekwi wazi sana, ndio maana ziko hizi za nyuma sana. Hiyo ni hesabu ya Amplifier kwenye page namba 2. Tuwe careful jamani, unajua zile unabebeshwa au mzigo niletee nisaidie, unaenda kwenye kazi una uhakika. Sijui kama alikuwa anafahamu yeye kwamba anaenda kupeleka hiyo, tuna hiyo uhakika. Lakini yani sisi tu wenyewe unapewa vitu unabeba, kumbe hata kwenye makoti sasa sijui ilishonea kwenye koti. Mungu atusaidie. Wakati mwingine unaweza kujisikia vibaya kama hauna roho mbaya. Ishaye kunitokea mimi airport Uturuki, na kuna raia mmoja wa Uturuki alinifuata akaniomba bana nisaidie kubeba. Kilikuwa ni kibox kidogo, lakini hakionyeshi ndani kuna nini. Na aliniomba nimsaidie kubeba tena wakati ilikuwa ni wakati wa kubodi. Yani mmeshapita kwenye zile mashine za kukaguliwa kule. Mmeshapita. Sema nadhani ulikuwa kuna
kuna sehemu ambayo kabla ya kubodi tunapita. Kwa hiyo akaniambia bana, kwa sababu mimi ni raia wa hapa, haturuhusi kuondoka na hivi vitu kama raia. Lakini wewe ukiwa mgeni unaruhusiwa kuondoka nayo. Umeona Ana utani. Basi akaniambia nimsaidie. Na uzuri wa jamaa alivyokuja mwanzoni, alivyokuja kwanza kwa kuniomba. Alianza kwa kuongea na mimi. Umeona, akaniambia bana umependeza nini kofia hivyo. Yaani akaanza kuniambia unatoka Tanzania? Nikamwambia akaniambia na mimi nakaa sana Tanzania, nimekaa sana Tanzania muda mrefu pale. Nishafanya kazi na nini. Basi tukapiga story. Akaanza kuniambia maeneo ya Tanzania, unapajua Tanga, unapajua Arusha, mimi nishapita kule akaniweka kwenye line kwamba kumbe mtu anapajua nyumbani na nini. Tumeongea hivyo kirafiki tu. Baadaye sasa ndo akaniambia bana mimi na hii kitu naomba unisaidie kubeba, kwa sababu mimi kwa sababu ni Mturuki hawataniruhusu na itakuwa ni shida, lakini kwa sababu wewe ni mgeni naruhusiwa. Nikamwambia brother samahani, kusema kweli ningependa kukusaidia, lakini hii stoweza ndio uniharibia story yangu nimeandika kwa muda mrefu. Noma. Nikamwomba alimind. Hiyo acha mind. Yaani hiyo kwa sababu alipita. Sasa yeye alipitishaje? Umeona baadaye tupokuja kukutana kwenye corridor karibia na kuingia kwenye ndege. Kama ndio nataka hata kuniangalia you know. Yaani kwamba ulijua utakutana na mimi na nikusaidie mpaka unanimind. Noma. Yaani tabia mbaya. Nasikia yani hata kwenye unajua ile uko una mzigo unataka kupandisha kwenye ndege kwa juu pale, mtu akikupa inabidi ukaushe. Ukatae. Noma kabisa. Sababu utaonekana wewe ndo ulipandisha lile begi pale. Ni kweli. Hata kama kwenye kamera zitaonesha ni mtu mwingine ndo alikuwepo nalo, lakini lazima utawekwa hadi na wewe ndani, kwa nini ulibeba ile begi ukalipandisha pale juu, ukachukuliwa muda wako na vitu kama hivyo. Kweli. Tuwe makini sana unaposafiri. Yaani haijalishi ni mtu gani. Kwa makini sana bana. Siku hizo watu wanasafiri kwa siri. Niko zake tu mtu Marekani. Jamani, usiningekuomba hata perfume. Hataki kusabuliwa. Kiukweli nimefurahi kuwahi huu kurasa wa pili wa leo. Umenifanya niondoke na kauli ya kuwa acha nifanye mambo yangu na watu wengine wafanye mambo yao. Kabisa. Uhakika. Kabisa. Sababu naweza nikakukuta jambo. Wewe mtu utanibebeshaje dagaa kutokea Dar es Salaam? Wewe pambana mwenyewe. Sitaki bana. Unajua kwa fikira ana miss unga wa nyumbani huko wa dona. Unabeba. Imagine. Afu labda anakuagiza akwambiwe ndio ukachukue kwenye supermarket za kawaida na mbona nichukulie unga sehemu fulani. Au kuna mtu atakuletea unga. Uniletee. Unajua kuna ndugu yangu atakuletea hapo anatoa nyumbani. Sitaki. Kama mimi nisingekuja ungekuwa hujaumisi unga. Ndio maana watu hawasemi, wanasafiri kimya kimya. Washangaa mtu ameenda amerudi. Mimi ndo naendaga lini safari? Hatujui. Bana, page number 3 coming up next.